Sarafina. Ndiyo. Najua umesikia wito wangu. Lakini na habari. Ndiyo. Kwa sasa yule mwanamke ni mjamzito tena. Na nimemwambia mkuu tukamata uzazi wake tuje tukae nao hapa. Lakini mpaka sasa mkuu bado hajachukua maamuzi. Nilitegemea utakuwa na mkuu hapa, lakini nashangaa mkuu hayupo. Yuko wapi? Ndiyo Ashura. Mkuu sasa hivi hatuko naye hapa. Mkuu amepata kikao cha dharura. Ameenda Kongo. Lakini muda sio mrefu tutakuwa naye. Ono. Hebu mtazame huko. Hivi nyinyi Mungu mnajielewa lakini inakuwaje mnafanya mambo yenu kimya kimya? Isitoshe ni swala ambalo letu sisi wote. Ila mnafanya jambo leo kimya kimya. Anko anafahamu vizuri kuwa uko DRC na mpenzi wangu. Tunajua kwenye mambo ya kikao nini tukakutana ni ofisi. Sasa muda huu ameondoka bila hata kunitaarifa kwa sababu gani? Sasa nisikilize. Nampigia simu. Nazungumza naye. Sarafina. Unamwona wewe? Sikia nikwambie wewe. Hii sio sema mchezo. Kaa ukijua hapa ni Kilingeni. Hayo masiara yako huko nyumbani. Sio hapa. Ukiendelea sio mgeni kwako. Endelea kuleta mchezo. Mwindaji mzuri ni yule anayeenda kuwinda na kuwinda. Kwa hiyo huu ni muda wa sisi kuwinda. Kijiji chetu kimepamba moto kwa mauaji. Vumilieni wana kijiji, tulieni. Mambo ni mengi kwenye hichi kijiji. Tulieni wana kijiji, tulieni tumombe Mungu. Umechamiri katika kijiji jamani. Mauaji ya kila namna zimeshamiri katika kijiji chetu. Wenye kiti muone hichi kitu kinachoendelea katika kijiji chetu jamani. Kijiji chetu ya maziwa na asali kimevurugika. Sarafina. Yani
nasikia moyo wangu unatulia kukuona tena. Maana nilikuwa nakuangalia kwenye kijiji, sikuwa nakuona kabisa. Siku 2-3 hizi sikuoni kwenye kijiji. Mama, wapi ulikuwa? Nilikuwa nimetoka kidogo. Sasa ulikuwa wapi? Nilikuwa Nigeria kwenye kikao. Nigeria? Au sijasikia vizuri. Ulikuwa wapi? Hivi umemwona Obio? Wale wote na sisi sote ni chama kimoja. Unatoka wapi? Sasa hivi mimi natoka huku na kuchukua vifaa. Nataka nipeleke Kilingeni. Mwenyekiti, hivi nilichokiona kiko sahihi? Aisa nimekosea macho yangu tu? Wala hata hujakosea. Mna kitambaa cheupe, mna mishumaa, mna udi, kuna kisu. Na istoshi nawahi kupeleka Kilingeni. Yatapita, yatapita, yatapita. Anko, shikamoo. Pumbavu wewe, kutoka kule unakuja kunipa shikamoo hapa. Anko, sema unaogopa mchana kati hivi anko? Wewe tufanye tu bwana aliyotuleta tu. Anko! Sama umeniacha. Ni lazima siku 40 zikienea tuna jambo letu. I say. Pia nikwambie. Kama una la maana, unaweza ukaongea sababu naona unanipotezea muda na istoshi jua ili ni kali. Ndio nataka kwenda kwenye point. Ila sasa nawaza nitaanzia wapi? Maana nilichokiona huko na nilichokisikia cha msingi nataka kukuambia kwamba nakupenda sana Serafina. Wewe una vigezo vya kuwa mume wangu. Sababu yani wewe ni mwanaume unakuta unalala mkono unautupa huku, mguu unautupa kule. Yaani afu tena baya zaidi unalala bila nguo. Sikia nikwambie. Jana nilikuwa kwenu. Jana nilikuwa nyumbani kwenu. Nikakuta umelala. What? Nikujibu wakati huu au baadaye? Mimi. Sijui nisemeje. Unaweza ukaenda tu lakini jibu unaweza nikahitaji hata mwezi, unaweza ukafanya hata mwezi. Wewe jisikia amani, maana mimi ni wako tu na wewe ni wangu. Hata mwezi, mwaka, miaka 2, miaka 3, hata 4. Mimi nipo. Nitaendelea kukusubiri. Sawa mama? Haina shida. Okay, kwa baadaye. Haya. Tunaishi kwa mashaka, tunaishi kama wanyama, tunaishi kwa fitina. Binadamu leo upo, kesho haupo. Kuna watu wanakulia tageti, wanahitaji upotee mazima.
amini Mungu yupo, Mungu yupo atakulinda mazima. Atakulinda mazima. Mungu yupo. Sikia mwili na maomba. Sitaki kugeuzwa tako la kuku. Mshumaa, kitambaa na kisu. Akatoka mwanga haka. Kachawi. Ila mimi nakula na uchawi. Hapa kijijini si wanamuogopa hapa. Kijiji chote. Wote wanamuogopa Serafina, lakini mimi napita na uchawi. Nakula na uchawi wote. La? Ni mtu wa brandi bana. Kwenye kijiji hiki nani ananifikia? Piga mzigo huo. Kula vitu vyangu. Mimi siangalii uchawi. Simwangalii nani. Siangalii mtu yeyote kwenye kijiji hapa. Kijiji chetu kimepamba moto kwa mauaji. Vumilieni wana kijiji, tulieni. Mambo ni mengi kwenye hichi kijiji. Tulieni wana kijiji, tulieni tumombe Mungu.
Mbona mkuu hajafika? Bibisha, sasa hivi hatuko tena na mkuu, sababu mkuu ameenda tena Nigeria kwenye kikao. Kwa hiyo hatuko naye kwa sasa hivi. Nigeria tena? Lakini hakijaribika kitu. Kesho siku yetu ya tambiko, inabidi kila mmoja atembee na makalio, na yeyote atakayekeuka anapata adhabu ya kibao. Nimewasikiliza. Naomba mnisikilizeni kwa makini. Anko kabla ya kuondoka aliniachia maagizo kwa nielekeze. Nyinyi wote kesho tunatakiwa kuwepo kwenye ulinzi ambao ni wa kudumu, na yeyote yule kwenye engo yake astahili kuwa mzembe. Sasa Boka mwenyewe mkuu, hakikisha unalinda eneo lote la shamba. Nimekukabidhi wewe. Haina shida mkuu. Hakikisha kwenye engo yako pasiwepo na uzembe. Yote ule ambaye atakeuka, mpe kofi zito. Imeenda hiyo mkuu. Kifanya uzembe, wewe ni halali yangu. Bibisha, eneo lote la mto hakikisha unaweka ulinzi ambao ni thabiti. Na ukishindwa, wewe ni halali yangu. Ashura, nakusikiliza. Panda njia zote ni za kwako. Na yote ule ambaye atakayegeuka, mpe kofi nzito. Wewe kila mara unakuwa ni mzembe kwenye majukumu yako, lakini kesho hakikisha mipaka yote ya kijiji pasiwepo uzembe. Ndiyo mkuu. Endapo utashindwa, wewe ni halali yangu. Yes mkuu. Na yote ule ambaye atakayegeuka, Sarafina, naomba unisikilize kwa makini. Tunakizunguka kijiji kizima. Sehemu yoyote hiyo ambayo itakuwepo na uzembe, basi hakikisha tunaimarisha ulinzi ambao ni dhibiti sana. Majukumu hayo ni lazima tuyatekeleze hadi tambiko ikaishi vizuri.